Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Ee Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Mheshimiwa Clayton Chipando. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali, na mimi nakiri kwamba tumeona wakipambana kutatua migogoro. Nampongeza pia hata mkuu wa wilaya wa Kigoma mjini, mzee wangu Chuachua anapambana sana. Lakini nataka nimkumbushe Mheshimiwa Waziri, katika dunia hii kuna vitu vitatu peke yake ambavyo mtu anaweza kupambana kufa na kupona: hela, ardhi na mapenzi. Hivi vitu ni vitu ambavyo binadamu anaweza kupambana kwa nguvu zake zote kwa ajili ya kutetea. Kwenye swala la ardhi, imekuwa migogoro inajirudia mara kwa mara. Ni ule mgogoro ambao mmeutatua mwaka jana, mwaka huu unajirudia. Ule mgogoro mmeutatua mwaka jana, mwaka huu unajirudia. Na mingine inatengenezwa na wataalamu wetu. Maeneo ya umma yamekuwa yanabadilishwa kiholela. Sehemu ilikuwa sehemu kujenga. Mheshimiwa Chipando, maelezo yako yametosha. Uliza swali. Nipeleka mizizi kidogo ya swali mheshimiwa. Uliza swali ya. Naomba serikali inipe majibu. Ni lini itaweka sheria kali ya kuzuia kubadilisha matumizi ya maeneo ya umma kama open space na sehemu ambazo zimetengwa ajili ya shule na zahanati na kliniki? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ninampongeza sana Mheshimiwa Chipando kwa kushirikiana na Wizara ya Ardhi. Mara nyingi alikuwa anawasiliana na sisi katika kujua hatua mbalimbali za migogoro hii. Na wapongeza sana wakazi au wananchi wa Kigoma mjini kwa kumchagua mbunge mahiri na mfuatiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imefanya kazi kubwa sana kwa kushirikiana na bunge hii. Tukumbuke tuna sera ya maendeleo ya makazi ya mwaka 2000 ambayo serikali imeitunga. Lakini pia tuna sera ya ardhi ya mwaka 95 ya toleo la mwaka 2023. Lakini pia tuna sheria ya mipango miji ambayo ni sura 355. Licha hivyo pia tuna kanuni ya sheria hii, kanuni ya mwaka 2018 na iliyofanyiwa maboresho mwaka 2023. Yote haya yamefanyika kwa sababu wanataka kusimamia sekta ya ardhi, hususan kwenye kupanga, lakini kumilikisha na hata kusimamia matumizi yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwepo wa sheria hizi na sera hizi na kanuni ndiyo msingi mkubwa. Hapo tunachotakiwa ni kutoa tu angalizo kwa watu wote wanayependa kutumia maeneo ya wazi bila kufuata utaratibu. Maelekezo ya Waziri wa Ardhi yako wazi. Tutakwenda kubomoa kuanzia hatua ya kupanga kuleta matofali yako, tukikuta kwenye msingi, tukikuta umejenga bila kujali gharama uliyotumia, tutaenda kubomoa na kukuelekeza ufuate sheria zinazotakiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge. Bunge News.